Mtazamaji wa Mchuchuma TV, leo hii tupo kwenye shamba la Mendrad Nziku ambaye ni mkulima mkubwa wa kilimo cha zao la parachichi hapa mkoani Njombe, ambaye anapatikana katika kijiji cha Ng'anda, kata ya Makoga, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe. Leo hii anaenda kutupitisha namna gani ameweza kupata mafanikio kupitia zao hili la parachichi ambayo ni dhahabu ya kijani hapa mkoani Njombe. Lengo la kukuletea vipindi hivi ni namna ya kumwezesha kijana aweze kujifunza vitu mbalimbali na watu wengine ambao wanawiwa kuwekeza katika kilimo hiki ambacho kimekuwa na msaada mkubwa kwa wakulima kuwakwamua kutoka kwenye hali ya umaskini na kujipatia kipato na kuweza kuendesha familia zao. Jina langu ni Michael Mwamnima, karibu tumsikilize mkulima huyu. Wengi wanalima lakini tumeona kwamba wewe kuna mafanikio ambayo yanaonekana mbele kwa watu bila kujificha. Kuna siri gani imekufanya ufanikiwe kuliko wakulima wengine katika maeneo haya? Labda nijitambulishe kwa jina, naitwa Mendrad Nziku. Mimi ni mkulima kama walivyosema, kama walivyo wakulima wengine, lakini mimi pia ni mkulima ambaye nimelima kimsingi mazao mengi. Tumelima mahindi, tumelima viazi, lakini nimeenda bonde la Usangu nimelima mpunga, lakini sikuweza kupata mafanikio. Lakini nashukuru Mungu, ilivyokuja zao hili la parachichi, nilivyoingia pamoja na wenzangu, limenisogeza kutoka mahala pale nilipokuwa kwenda mahala nilipo hapa unavyoniona mpaka sasa hivi. Kidogo nina unafuu wa maisha. Nasema nina unafuu wa maisha kwa sababu ni mkulima ambaye sina ziki kama ilivyokuwa hapo mwanzo nikiwa nalima mazao mengine. Kwa siri kubwa ni kuingia kwenye kilimo cha zao la parachichi kikamilifu. Wengi wanaingia kwenye kilimo cha parachichi lakini wanaingia kwa kujaribu jaribu. Siri ya kilimo cha parachichi, ukitaka kuingia, ingia kikamilifu. Naposema kikamilifu ina maana fata njia bora za kilimo cha parachichi. Sawa, uliwahi kufikiria kuacha kilimo kabisa? Kabla huko nyuma nilishaacha kilimo. Baada ya kulima mahindi, viazi, niliamua kuacha kwenda kufanya biashara. Lakini nimefanya biashara, sikupata mafanikio. Baadaye nikarudi, hebu nianze kilimo. Na kilimo nilichofikiria kuanza sasa ni kilimo cha parachichi. Ndio maana tangu 2007 mimi nimezama kwenye kilimo cha parachichi. Ndio maana nina miti niliyopanda 2007 na ninaendelea kupanda mwaka hadi mwaka huu bado napanda. Kwa baada ya kuingia kwenye kilimo cha parachichi sijawahi tena kufikiria kuacha kilimo. Sawa, nini kilikufanya ubadilishe maisha yako ghafla? Kilichofanya nibadilishe ni matokeo nayoyapata. Matokeo unayoyapata kama umelima mahindi, hujawahi kujenga nyumba ya kisasa, hujawahi kununua gari, lakini umeingia kwenye kilimo cha parachichi, nimejenga nyumba ya kisasa lakini nimenunua gari. Kwa hiyo nina uwezo wa kuchagua kuwa leo nile nini. Kwa hiyo naona hayo ni mafanikio. Kwa hiyo sina sababu ya kufikiri kuacha kilimo kama mahitaji yangu ya muhimu na ya msingi nayapata kupitia kilimo. Ni wakati gani uliwahi kukata tamaa kabisa katika maisha yako? Ni kipindi kile ambacho tunapolima mazao haya mengine, unafika mahala debe la mahindi unauza 2500. Umezalisha kwa gharama kubwa, wastani umezalisha kwa gharama ya uzalishaji 5000 kwa debe. Lakini mwisho wa siku kuuza, unafika mahali unataka kuuza 2500 na ndio bei iliyopo sokoni. Na una shida zinakukabili, unalazimika uuze. Kwa kipindi hicho kilitukatisha tamaa sana kwenye kilimo hicho, lakini baadaye sasa tunashukuru, baada ya kuja zao hili la parachichi limetufanya watu tupate unafuu, kwa sababu kwanza tunauza bei nzuri. Mimi nina imani tunauza bei nzuri. Na nishukuru Mungu kwa sababu kwetu hapa tulianza kama kikundi cha wakulima ambacho tunatafuta masoko kwa pamoja. Tunauza bei nzuri. Baada ya hapo tumekwenda kuanzisha chama cha ushirika ambacho sasa tunauza mazao yetu kwa pamoja. Na kubwa kuliko yote ambayo mimi naweza nikashauri wakulima wenzangu, uvumilivu, tuuze matunda yakiwa yamekomaa vizuri. Na hicho ndio kimetupelekea wakulima wa Ng'anda, hasa mimi,
tumepata mafanikio, kwa sababu kwanza unauza matunda yaliyokomaa, unajulikana sokoni, lakini la pili unapata fedha ya pamoja. Yani kile kuuza matunda yamekomaa, unauza mzigo wote kwa mara moja. Kwa maana unapata fedha kubwa mara moja ambayo unaweza kufanya malengo yako bila shida. Sawa. Pengine maisha yako yalikuwaje kabla ya kupata haya mafanikio ulionayo sasa? Maisha yangu kwa kweli yalikuwa magumu. Ada za wanafunzi nilikuwa napata shida sana. Nilikuwa naishi kwa kukopa sana. Na mara nyingine katika maisha yako unaishi hujiamini, kwa sababu una watoto wanadaiwa ada. Awamu iliyopita ulikopa labda SACCOS unadaiwa. Kwa maana hiyo inafika mahala uelewe SACCOS unadaiwa, ada kule walimu shuleni wanakudai. Kwa maisha kwa ujumla yanakuwa ya kuhangaika. Huku nadaiwa, huku nadaiwa. Kuacha watoto wasisome tulishindwa, haiwezekani. Natakuwa mtoto asome, lakini kipato kiko chini na unatakuwa mtoto asome shule angalau. Kwa hiyo tuliferi kutokana na mazingira ya mazao tuliokuwa tunalima kwa kipindi hicho. Yalikuwa hayana tija kwa sisi wakulima. Lakini leo hii kupitia zao hili la parachichi hata lina tija kwa sisi wakulima. Sawa, familia yako ilipitia hali gani wakati huo wakati bado unajitafuta? Ilipitia katika wakati mgumu. Niseme hasa watoto wamesoma katika mazingira magumu. Mara nyingine mzazi umeshindwa kupeleka ada shuleni. Mtoto anarudishwa na unakaa naye nyumbani mpaka wiki moja nzima, unakaa na mtoto nyumbani amerudishwa shuleni kwa kosa ada. Kwa hiyo kimsingi familia ilikuwa kwanza baba haueleweki. Lakini ifike mahala hata mama anaweza kawa anashindwa kukuelewa kwa sababu mtafutaji ni baba siku zote. Kwa maana hiyo unapokuwa unafeli, umekwama, familia yote inakuona babu umefeli. Kwa hiyo katika mazingira hayo tulipitia wakati mgumu. Lakini tunashukuru Mungu baada ya kuendelea na zao hili. Sasa hivi kidogo maisha sio mabaya sana. Hatujawa matajiri, lakini tuna unafuu ukilinganisha na hapo nyuma kabla tunalima mazao mengine. Sawa. Kipindi cha nyuma wakati labda hujaingia kwenye kilimo hiki cha parachichi, pia kuna makosa ya kimaisha ambayo pengine umeshaifanya ambalo wakulima wengi bado wanalifanya hilo kosa. Ni makosa gani ambayo huwezi kuyarudia mpaka leo hii ukiangalia ulikotoka na mpaka ulipo? Kimsingi makosa kwenye maisha yapo mengi. Mara nyingine unajikuta umekosea lakini usijue kama umekosea. Kwa mfano mimi niseme wakulima tulio wengi tunafeli sana, hatufikirii uwekezaji. Tunafikiria maisha ya leo. Kwa nini nasema hivyo? Yaani mtu anaweza kapata leo hii milioni 5. Badala ya kufikiria kuendeleza fedha kwa uwekezaji, yeye anafikiria kuweka, aidha tuchukulie mfano anajenga nyumba. Ukijenga nyumba ni kama hiyo milioni 5 umeizika. Tofauti na mtu anayepata milioni 5 leo akafikiria kuboresha shamba au kuongeza shamba. Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo wakulima wengi tunayafanya. Hatufikirii kuendeleza shughuli za kilimo, tunafikiria kutengeneza maisha. Kumbe maisha unatengeneza baada ya kuwa umejikamilisha kwenye uwekezaji. Sawa, unapataje bei nzuri ya mazao yako sasa hizi parachichi, kupata bei ambayo inaridhisha kwenye kilimo chako na uweze kupata manufaa zaidi? Unapataje masoko yako mazuri kwa ajili ya hili zao la parachichi? Kwanza sisi kwenye zao la parachichi, hapo nizungumzie kama chama chetu cha ushirika cha Ng'anda AMCOS. Kwanza tunajitahidi matunda yetu yawe bora. Yaani ubora wa mazao ndio kitu pekee kinachofanya mkulima uuze vizuri. Lakini la pili, idadi, kwa maana wingi wa mzigo. Lakini muda gani unauza? Sisi kama wakulima wa Ng'anda sasa tunajua kalenda ya kuuza zao la parachichi, sisi tuuze muda gani. Ni muda gani huo sasa mtu anataka kujua? Sisi muda ambao tunauza tunatarajia kuuza kuanzia mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11. Wa 12 kama yamebaki. Lakini muda huo sokoni huo kunakuwa kupo wazi. Sawa.
Sasa haya matunda tunaona haya mengine yameshakaribia kukomaa. Sasa mnawezaje kuyatunza yafike huu mwezi? Tumeona kwamba tayari huu ni mwezi wa 3 na tayari mengine yanaonekana kwamba yanakaribia kukomaa. Mnawezaje kuyatunza mpaka yakae huu muda? Haya matunda unavyoyaona, hata kama utayaona makubwa zaidi ya hapa, haya matunda yana uwezo wa kufika mwezi wa 10 yakiwa vizuri, yatakuwa yamekomaa vizuri. Bahati mbaya, yani wakulima tulio wengi tunafuata, si nisemeje, naomba nieleweke, tunafuata sana mnunuzi anasema nini. Hatujaangalia sisi zao hili linafaa nilitoe kwa wakati huu. Yani mnunuzi amekuja amekuta sokoni kunatakiwa parachichi, atakuja anavuna matunda ya aina yoyote ile maadamu afikishe sokoni. Sasa sisi tumeelimishana kuhakikisha wakulima wenyewe tunatambua tunda lililokomaa vizuri. Lengo likiuzwa, mlaji akishakula atafute tunda hili limetoka wapi. Na hicho kitu ndio tulichofaulu kupitia Ng'anda AMCOS. Tumeuza matunda sokoni, yameenda kufanya vizuri, na wanunuzi wale wanaonunua kule sokoni wamekuja kututafuta na wanaendelea kututafuta. Sawa. Kwa msimu mmoja unaweza kupata kiasi gani cha fedha kupitia matunda haya, au unaweza kupata kilo ngapi kwa msimu? Nichukulie sasa, kwa itegemee sasa shamba lina ukubwa gani, miti na umri gani. Nichukulie mfano shamba lenye miti eka moja ikawa na miti 80, kila mti utoe kilo 70 tu. Sipendi kukadiria makadirio makubwa, utoe kilo 70 tu. Ukipiga hesabu mara 80, huwezi kupungua milioni 10 mpaka 15. Sawa, pengine wakati unaanza hiki kilimo ulipata faida kiasi gani mara ya kwanza baada ya kuingia kwenye kilimo cha parachichi, ukaona kwamba hii ni faida kweli ambayo nimepata kubwa? Kwa kuanza, kwa kweli tulianza kwa tabu. Unajua tulianza kuuza shilingi 600 kilo, na wakati huo hatujatunza kama tunavyotunza sasa hivi. Utakuta mavuno yako kwenye eka moja unapata labda kilo 2000. Kilo 2000. Ukiuza 600 ina maana unapata, yani kimsingi ilikuwa hela ndogo. Kwa hela ndogo kama 1,200,000. Milioni 1,200,000 kwenye eka moja. Umepata kilo 2000, umeuza 600. Kwa hiyo unapata hela ndogo, lakini ilikuwa inatupa mwelekeo. Yani inatoa mwelekeo kuwa kwa utunzaji huu nimepata kilo 2000. Je, nikitunza zaidi siwezi kupata kilo 8,000, 10,000? Tukagundua unaweza kupata kilo 10,000 kwenye eka hii moja. Ukipata kilo 10,000 ukavuza kwa bei zilizopo sasa, tuseme za 2,200, una milioni 20. Sawa. Pengine kuna ukweli gani mgumu kuhusu madalali? Watu wanasikia kwamba madalali, kuna mambo mengi ambayo huwa yanatokea kwa madalali. Kuna ukweli gani ambao watu pengine wanaoficha lakini wanaangania madalali? Kwanza, kabla hatujafika kwa madalali, twende kwenye makampuni yanayonunua. Makampuni yanayonunua, makampuni mengi wanapenda kutumia madalali, wakiwa na imani dalala na walaizishia kupata mzigo, lakini hawajui kuwa dalali anawakosesha sifa ya kampuni. Kwa maana dalali ili apate faida lazima atafute wapi atamnyonga. Sasa dalali akimnyonga mkulima kwa jina la kampuni X, anayechafuka ni kampuni X, sio dalali. Kesho dalali atakuja na vazi lingine la kampuni nyingine. Kwa pale wanaochafuka ni makampuni. Bahati mbaya makampuni yaliyo mengi wanaona kutumia madalali ndio kupata mzigo kiurahisi, lakini utapata mzigo kiurahisi mwaka 1 2, baada ya hapo kampuni itakuwa imechafuka kwa wakulima. Kwa mimi wito wangu kwa makampuni, kama wananielewa, wafike kwa wakulima moja kwa moja, kwa sababu zao hili lilivyoanzishwa
lililetwa Njombe kupitia vikundi vya wakulima, na kila kijiji kwenye maeneo yetu haya yote kuna viongozi wa vikundi. Japo bahati mbaya tena kuna baadhi ya viongozi wa vikundi wanageuka kuwa madalali. Hilo ni tatizo jingine. Lakini wafike kwa viongozi wa vikundi, wafanye biashara na wakulima moja kwa moja bila kupitia dalali. Sawa. Kwa mfano pewe nafasi, umekuwa kijana kama labda umri wangu au labda kama pale kijana wako pale nyumbani, ungefanya nini cha tofauti kama ungeanza upya sasa kwa ule muda ambao ulitupoteza kabla ya kuingia huku kwenye kilimo ambacho kimekupa mafanikio? Kwanza mimi niseme, mimi nasikitika vijana wengi hususan Njombe wanasema ajira hamna. Hilo nasikitika kwa sababu ajira ziko wazi. Yaani laiti mimi ningekuwa kijana leo hii, ningesema nipate eka mbili tu. Yaani wala sina sababu ya kupata eka nyingi. 2 tu. Nipande parachichi niboreshe. Kwa kijana kipanda eka 2 za parachichi akaboresha, ana uhakika wa kupata milioni 40 kila mwaka, ambayo hiyo ipo kila mwaka. Kuna sababu gani ya kutafuta ajira? Hakuna sababu ya kuhangaika mtu useme naenda huku kutafuta ajira, mimi sina ajira. Hebu zama kwenye kilimo, hasa kilimo hiki cha parachichi, utapata matokeo. Mimi ninavyofikiria, hata mimi kwa umri wangu sifikirii sasa hivi kufanya jambo lingine zaidi ya kilimo cha parachichi. Vipi, unawashauri nini wakulima ambao wanaanza sasa kilimo hiki cha parachichi? Na kianzio anaanza kawa na shilingi ngapi akaanza kulima zao hili? Kianzio mimi siwezi kusema, lakini nasema kiasi chochote mtu nachoweza kuanza nacho, anza kwa kuboresha. Kwa nini nasema hivyo? Ninayo mifano. Kuna mtu ana miti 26. Ana miti 26 tu inayotunzwa vizuri. Msimu uliopita amepata milioni 17. Miti 26. Sasa hakuna sababu ya kufikiria mtu awe na maeka mengi. Kumbe unaweza kaanza kwa kiasi kidogo, tunza vizuri, zalisha kwa ubora, matunda uza kwa utulivu, usiwe na pressure kwenye kuuza. Wakulima wengi kwenye kuuza ndio huwa tunababaika sana. Yaani hatupigi hesabu ya gharama za uzalishaji, tunafikiria kupata fedha, kubadilisha mali na fedha. Kumbe kilimo biashara unatakiwa mtu ukae, ukokotoe gharama za uzalishaji ili zao inatakiwa niuze bei gani. Kwa mtu mnunuzi anapokuja na bei yake, na wewe uwe tayari umeshakuwa na bei yako kichwani. Hicho ndicho tunachofanya sisi Ng'anda AMCOS. Sisi hatufuati mnunuzi anasema nini. Sisi huwa tunakuwa tayari tumeshakuwa na bei yetu. Sisi kuanzia bei hii kwenda mbele inatulipa. Chini ya hapo hatuuzi. Pengine kwa mwaka huu mmeuzaje haya matunda? Tumesikia kwamba bei zimepanda, lakini mtu mwingine anaona kama ni stori za kawaida. Sasa mimi nizungumzie msimu uliopita. Msimu huu hatujauza. Msimu uliopita 2025 bei ya chini kabisa tuliuza 1700. Tena 1750. Hiyo ni bei ya chini kabisa. Bei ya juu ya mwisho tumeuza 3550. Ambayo sisi tumeuza. Mkulima amepata 3500 bei ya juu. Bei ya chini mkulima alipata 1700. Ambayo ni bei ya chini kabisa kwa msimu uliopita. Kwa msimu huu bado, lakini kwa malengo yetu tuliyojiwekea 2000 ianzie 2500 kwenda mbele. Ndio malengo tuliyoweka. Wakati kipindi cha nyuma mlikuwa nauza shilingi 600. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana. Ni mabadiliko makubwa. Na tuna imani tulikuwa tunauza shilingi 600 kwa sababu tulikuwa na wanunuzi wachache. Sasa hivi wanunuzi wapo wengi, hatuna sababu wakulima kubabaika kuuza. Na uzuri wa zao la parachichi, hata tulivyofundishwa unaweza kaweka store kwenye mti. Yaani tunda hili limekomaa tayari kwa kuuzwa mwezi wa 7. Unaweza kuliacha ukaja kuuza mwezi wa 10. Haina shida. Kwa sisi hiyo hatuna pressure ya kuuza. Na tunaamini wakulima wengi wakiwa na utulivu kwenye kuuza tutapata faida. Lakini tukiwa na papara kwenye kuuza hatutapata faida. Lakini madhara ambayo nayaona yanayokuja mbele ni kuvuna matunda ambayo hayajakomaa, yanashindwa kutuwakilisha vizuri sokoni. Lakini tukiwa tunavuna matunda yaliyokomaa vizuri, yataendelea kutujengea sifa nzuri sokoni.
Hilo ni kwa wananjombe wote, tungelitambua hilo, mimi nina hakika parachichi tungeendelea kuuza na wakulima wangeendelea kupata faida miaka hadi miaka.